Huyu jamaa bwana anaitwa Kishori Lali, ni mtu ambaye kwa sasa anaishi Marekani. Alishajipata pamoja na familia, lakini alikuwa anapenda sana mtoto wake aliyekuwa anatambulika kwa jina la Rajivu aje kuoa binti wa Kihindi ili tamaduni za Kihindi ziendelee ndani ya familia yake. Alikuwa hahitaji kabisa kijana wake aendelee kuwa na watu wa Magharibi. Hasa mzee, ili aweze kumpatia kijana wake mke mzuri ambaye alikuwa na maadili ya Kihindi, akasafiri mpaka India kwa classmate wake wa zamani ambaye naye kwa sasa alikuwa ana familia kubwa. Baada ya kufika na kufanikiwa kumwona binti ambaye alikuwa anatambulika kwa jina la Ganga, Kishori Lali alifanikiwa kumpenda sana huyu binti, kwani alikuwa ni binti ambaye alikuwa anamtafuta yeye mwenye maadili ya Kihindi. Akamwomba rafiki yake binti huyu aolewe na kijana wake. Mwamba akakubali. Baada ya kurudi ndani ya taifa la Marekani, anamwita kijana wake ambaye alikuwa anamtegemea sana. Kijana huyu anatambulika kwa jina la Arjun. Huyu sio mtoto wake, bali ni kijana ambaye alifanikiwa tu kuweza kumsaidia. Sasa kijana huyu yeye alikuwa anapenda sana mambo ya India. Kwa ufupi, ni kijana ambaye alikuwa anaishi Marekani, lakini taratibu za Kihindi alikuwa bado anaendelea nazo. Alikuwa anasimamia gereji ambayo alipatiwa na Kishori Lali, lakini pia alikuwa anasimamia studio. Ndani alikuwa na rekodi nyimbo nyingi ambazo alikuwa anaimba kwa lugha ya Kihindi, ikiwepo nyimbo moja nzuri sana iliyokuwa anasema ya kwamba analipenda sana taifa lake la India. Kishori anaenda kumpatia kazi Arjun ya kwenda India pamoja na mwanae Rajivu. Lengo ni kwenda kumtazama bimdada Ganga, lakini pia kurudi naye ndani ya taifa la Marekani. Na Mwamba baada ya kuweza kupatiwa hii kazi, yeye anaanza kufunga safari mpaka ndani ya taifa la India. Sasa Rajivu alikuwa hapendi kabisa kwenda India. Muungwana anafika ndani ya taifa la India na kuweza kukutana na bimdada Ganga. Hakika baada ya kuweza kumtazama akaona kweli hiki kilikuwa ni kifaa, lakini pia akatazama akaona alikuwa ni bimdada ambaye alikuwa anapenda sana taifa lake pamoja na utamaduni. Watu wawili wakaweka urafiki wa karibu, lakini pia akawa anamweleza tabia ambazo Rajivu alizokuwa nazo. Yeye akawa anamsifia mara kwa mara akisema ya kwamba Rajivu alikuwa ni kijana mzuri sana. Siku inafika, Rajivu anatia timu ndani ya taifa la India na kwenda kukutana na bimdada Ganga. Leo bimdada kwa bahati mbaya anakutana na pakti ya sigara kwenye moja kati ya nguo ya mtaalamu wetu aliyekuwa anatambulika kwa jina la Rajivu. Anamfuata Arjun na kuuliza tabia za Rajivu, lakini muungwana anamweleza kwamba mshikaji, mbona hana noma yoyote. Ganga kwa kuwa alikuwa anamwamini sana Arjun, anamuuliza, je, Rajivu ni mwanaume sahihi kwangu mshikaji, kwa kuwa naye aliambiwa na baba ya kwamba hakikishe Rajivu pamoja na Ganga anafunga ndoa. Bwana anamfagilia sana kwa sifa za uongo. Dada akaamini mazima, akakaa tayari kwa ajili ya kufunga ndoa baina yake pamoja na Rajivu. Lakini pia Arjun leo anaifuata familia ya bimdada Ganga na kueleza kwamba kwa kuwa Rajivu ni mtu ambaye kakulia katika tamaduni za Kimarekani, hivyo anaomba angalau Ganga pamoja na mshikaji wao wanapata muda wa kuweza kupiga stori mbili tatu wakiwa wapo wawili tu, ili waweze kufahamiana zaidi kabla ya kuingia ndani ya ndoa. Kishori Lali anaifuata familia ya Ganga na kueleza kwamba anahitaji kuondoka na huyu mwanadada mpaka ndani ya taifa la Marekani kabla ya ndoa kuweza kupita, ili bimdada naye aende akaone maisha ya Marekani jinsi yalivyo. Familia wanakubali. Siku ya kuondoka airport, Arjun anamweleza Ganga ya kwamba yeye inabidi atangulie, kwani anahitaji kuelekea kijijini kwenda kusalimia ndugu na jamaa. Dada anasikitika sana kuto kuongozana na Arjun ndani ya hii safari, kwani ni mtu ambaye alikuwa tayari alishamzoea na aliona ndiye rafiki pekee. Lakini pia ndani ya taifa la Marekani alifanikiwa kuongozana pamoja na shangazi yake. Baada ya kufika bwana, siku ya kuweza kufanya sherehe ya kumkaribisha huyu bimdada, kama jinsi unavyoelewa utamaduni wa Ulaya jinsi ulivyo, watu kusalimiana kimtindo, kuna muda mwingine wanapigana mabusu. Lakini shangazi baada ya kuona hili tukio akaanza kuwaka. Anadai katika tamaduni zao huu ni udhalilishaji mkubwa bwana. Hili tukio lilikuwa ni noma sana, japo shangazi alikuwa anaongea sahihi, lakini kwa watu pamoja na wenyeji wa hili eneo wakaona kama ni mtu ambaye alikuwa amechanganyikiwa. Familia ya Kishori Lali ilikuwa haimsapoti kabisa bimdada Ganga. Mtu pekee ambaye alikuwa anampenda huyu bimdada kuingia ndani ya hii familia alikuwa ni Kishori Lali mwenyewe pamoja na dada yake. Leo bimdada Ganga anapiga bonge moja la show akisaidiwa na Arjun, mtu ambaye alifika ndani ya hili eneo ili aweze kushuhudia jinsi ambavyo bimdada atapiga show mbele ya waheshimiwa ambao walikuwa wamealikwa ndani ya hii party. Kishori Lali kwa kuwa alikuwa ni mtu mashuhuri, hivyo bimdada Ganga pamoja na mchumba wake Rajivu
wanaandikwa kwenye gazeti la mji. Rajivu anaenda kumpatia bimdada gazeti na kumweleza kwamba alitunze, lakini pia atafute fremu aweze kuliweka, kwani huo utakuwa ni ukumbusho wao mkubwa. Lakini Ganga baada ya kuuliza juu ya uwepo wa Arjuni, kwani alikuwa hamuoni magetoni, ndipo akaelezwa ya kwamba yule sio mtoto wa pale, bali ni mtu ambaye anafanya kila kitu ambacho alikuwa anaagizwa na Kishori Lali. Lakini pia wanafamilia wakawa wanaongea maneno ambayo alikuwa anamdharau sana mtaalamu wetu Arjuni. Kwa hatua hii bimdada Ganga kwa hasira akaamua kuweza kulitumia lile gazeti ambalo alikuwa akapatiwa na Rajivu, akafungia chakula cha kumpelekea Arjuni, lakini pia akaambatanisha pamoja na barua. Rajivu wakati wa jioni anauliza gazeti limeenda wapi. Bimdada anamweleza kwamba limepotea, lakini ghafla Arjuni anafika na kumwonyesha gazeti lile akiwa akaliweka ndani ya fremu na kumweleza kwamba wewe uliandikia ujumbe wa barua ya kwamba nikusaidie kuliweka hili gazeti katika fremu. Watu hao watatu siku hii ya leo wanapata nafasi ya kupiga bonge moja la mtoko, lakini pia leo bimdada anakutanishwa na bimdada mmoja anayetambulika kwa jina la Kelly. Bimdada huyu pamoja na Rajivu huwa wana mahusiano ya kimapenzi. Dada akiwa bado hatambui hilo swala, bwana anamshuhudia Rajivu mtu ambaye alikuwa anahitajika aweze kuolewa naye, akiwa akalewa chakali, kisha anaanza kuleta vurugu. Lakini pia watu katika hii klabu wakaanza kulalamika wakisema ya kwamba mtu huyu ndio tabia yake kuweza kunywa pombe na kulewa chakali, lakini pia kumtegemea zaidi Arjuni kuweza kumchukua na kumrudisha nyumbani. Huu ukawa ni mwanzo wa kuweza kushuhudia ubaya wa tabia za Rajivu. Bwana siku hii ya leo anakutana na picha ambazo zilikuwa ni mbaya sana. Mshikaji alikuwa kapiga pamoja na bimdada Kelly. Ghafla anafika shangazi ambaye aliyegoma kunenepa, anamweleza kwamba anaona kama vile unashangaa hizo picha. Cha kukueleza tu ni kwamba huyo zamani alikuwa ana mahusiano ya kimapenzi pamoja na Rajivu. Watu hao walikuwa wanapendana sana, lakini kwa sasa shukuru wewe kuweza kuchaguliwa kuwa mke wake, kwani unaingia ndani ya familia ya bilionea Kishori Lali. Dada aliumia sana, anafuata Rajivu na kuweza kumuuliza juu ya hizi taarifa kama kulikuwa kuna ukweli wowote. Muungwana anathibitisha bila hata kuwa na aibu. Lakini pia Ganga alipomuuliza, je, ulimruhusu bimdada Kelly kuweza kuchezea gita lako? Rajivu anajibu bila wasiwasi, anasema ya kwamba bimdada alichezea gita vya kutosha, kwani hivyo ni vitu vya kawaida sana ndani ya nchi ya Marekani. Kama haitoshi, Kelly anapiga simu na kuweza kumuuliza mshikaji, bwana ni lini tutakutana? Mwamba anamweleza njoo ofisini tuweze kwenda wote kupata chakula cha jioni. Haya maneno ambapo kipindi alikuwa anazungumzwa, Arjuni naye alikuwa kafika humo ndani. Rajivu anapitia mlango mwingine pasina kumwona Arjuni, lakini bimdada akaanza kumwakia Mwamba na kumweleza hizi ndio tabia ambazo ulisema ni za kawaida sana alizokuwa nazo Rajivu. Anamlaumu sana mshikaji na kumweleza asingemwamini mwanzoni kwa kumpatia ushauri, basi asingekubali leo hii kuja Marekani kukaa na mtu ambaye alikuwa na tabia mbovu kama hizi. Ni sawa ndoa ilikuwa bado haijafungwa, lakini bimdada anaona kama vile alishamwamini mtu ambaye alikuwa sio sahihi. Arjuni alijaribu kumtuliza bimdada na kumweleza mbona wanafamilia wengine wanahitaji, je, unahitaji upendo wa aina gani? Ganga anamweleza Arjuni ya kwamba ninahitaji upendo kama huu ambao unautoa wewe. Hii ni hatari sana, muda mwingine kuwa makuadi bwana huwa ni kipengele. Kila kitu kilikuwa kinasikilizwa na anti ambaye alikuwa akagoma kunenepa. Arjuni anafuata Rajivu na kwenda kumpatia ushauri, lakini Mwamba anamtolea mbavuni na kumweleza asingilie penzi lake pamoja na Ganga, bali yeye aende akafanye mbanga zingine. Leo ilikuwa ni sherehe ya kuweza kusherehekea kuzaliwa kwa Arjuni. Bimdada anamweleza mume wake waelekee kwenda kwa Arjuni angalau kwenda kumpatia ongera, lakini Rajivu anamweleza atampatia kijana wa kwenda naye, kwani yeye ana mambo mengine ambayo anahitaji kwenda kuyafanya. Pati ilikuwa ni pambe sana, kwani hata bimdada baada ya kufika hakika aliweza kuchangamsha. Arjuni jioni anapigiwa simu na Rajivu na kuelezwa kwamba anahitaji mke wake amrudishe nyumbani, lakini anamwalika siku ya kesho kwenda kuimba kwenye pati ya rafiki yake, sababu itakuwa ni bonge moja la pati na walikuwa bado hawajapata mwimbaji mzuri. Siku ya pati nafika bwana, mshikaji naye anafika kwa ajili ya kuweza kutumbuiza. Kila mtu anacheza na wake. Rajivu alikuwa kakamata mtu wake na kumwacha mke wake pembeni. Sasa mtu ambaye alikuwa anacheza na Ganga akaanza kuleta michezo michafu. Arjuni baada ya kuona hili swala bwana akaleta mbungi ya kutosha, kitu ambacho kiliwashangaza wengi ikiwemo hata mtaalamu wetu Rajivu. Anti asiyenenepa baada ya kusikia hizi taarifa akamfuata Kishori Lali na kumweleza kwamba inaonekana Ganga pamoja na Arjuni wana mahusiano ya kimapenzi. Mshikaji
mshikaji akakataa, lakini akaamua kufanya ushauri wa shangazi. Akamwita siku ya leo Arjun na kumweleza ya kwamba anahitaji aondoke ndani ya hili eneo kesho asubuhi na mapema kuelekea LA. Anadai kuna ofisi ambayo ameifungua, hivyo anahitaji aende akaisimamie. Arjun anaondoka bila kuaga masela wake, lakini pia upande wa pili siku ya leo Rajiv anamweleza baba yake anahitaji kwenda LA kushuhudia harusi ya rafiki yake na anamwahidi watarudi baada ya siku chache. Baba anakubali, wanaondoka na kuweza kufika LA. Dada alikuwa tambui ya kwamba Arjun naye alikuwepo ndani ya hili eneo bwana. Baada ya kwenda kushuhudia harusi wakati wa jioni, japokuwa watu wote walikuwa wameweza kuchukua kila mtu chumba chake, Rajiv anaelekea ndani ya chumba cha bimdada Ganga na kumweleza kwamba anahitaji aweze kusikiliza mdundo wa gita lake. Bimdada anakataa, anamweleza kwamba haitowezekana mpaka pale ambapo wao wataweza kufunga ndoa. Rajiv baada ya kusikia hizi pumba akaanza kutukana traditional yote ya Kihindi, lakini pia akaanza kumtukana pia bimdada pamoja na familia yake. Yaani kwa ufupi siku ya leo mshikaji alitukana familia pamoja na ukoo mzima wa Ganga. Dada kamaindi akamchapa kibao mshikaji bwana. Mbungi ikaanza vuta nikuvute hapa na pale, ikampelekea mshikaji kuweza kuchana nguo ya bimdada katika upande wa juu, lakini bimdada akafanikiwa kuweza kutoroka akaingia mitini. Lakini Rajiv baada ya kufika nyumbani akapiga stori za uongo. Taarifa hizi baada ya kuweza kumfikia mshikaji wetu Arjun, anaingia kitaani kwenda kumtafuta bimdada. Uso kwa uso anakutana na Ganga, lakini bimdada anakataa kabisa kurudi kwa Kishori Lali na kumweleza Arjun amsaidie kumrudisha ndani ya taifa la India. Arjun alikuwa hana namna, anamchukua Ganga mpaka India. Baada ya kufika kwa wazazi wao bwana wakampokea, lakini Kishori Lali baada ya kuzipata hizi taarifa akaamini ule ushauri ambao aliambiwa na shangazi ya kwamba Arjun pamoja na bimdada Ganga walikuwa na mahusiano ya kimapenzi. Anapiga simu kwa rafiki yake na kumweleza kila kitu. Baba anachukua jambia kwa lengo la kwenda kumwangamiza Arjun, akidhani ya kwamba ni mtu ambaye aliyechangia kuharibu future mtoto wake. Lakini Ganga baada ya kuingilia ugomvi, ndipo baba akamfukuza mtaalamu wetu Arjun na kuchukua maamuzi ya kwenda kumfungia ndani ya chumba mtaalamu wetu Ganga na kumweleza ameaibisha sana familia yake. Arjun anaondoka, lakini bibi anafanikiwa kumsaidia Ganga kutoroka kwenye huu mtego na kumweleza aende amfuate Arjun, kwani inaonekana ndio mwanaume pekee ambaye anamthamini. Lakini pia Kishori Lali pamoja na kijana wake wanafika kijijini na kuanza kumtafuta Arjun. Rajiv anafanikiwa kuweza kumkamata mshikaji na kuanza kutembeza kichapo. Mbungi hapa na pale bwana, ilikuwa ni noma sana mpaka Kishori Lali akaingilia mtukati na kuweza kuzuia huu ugomvi. Anamuuliza Arjun kunani mpaka kuweza kumsaliti na kuweza kuchukua mtu ambaye alikuwa anahitajika kuweza kuolewa na kijana wake. Arjun anasema kwamba amefanya yote haya kuweza kumlinda bimdada Ganga ili asiweze kudhurika pamoja na mikono ya Rajiv. Ni kweli yeye anampenda Ganga, lakini hana uwezo wa kuweza kumtongoza, kwani anatambua yule ni mwanamke ambaye anahitajika aweze kuolewa na Rajiv bwana. Baada ya mshikaji wetu kuweza kuchapalapa, Ganga anafunua bega lake na kumwonyesha Kishori Lali kitu ambacho alikuwa kafanywa na Rajiv. Kishori Lali baada ya kushuhudia hili swala bwana akamchapa kibao mwanaye na kumweleza arudi Marekani. Kama hiyo haitoshi, anavunja uchumba baina ya Ganga pamoja na Rajiv na kusema ya kwamba kuanzia siku hii ya leo Ganga ataolewa na Arjun. Watu hao wanafanikiwa kufunga ndoa na kurudi Marekani kwenda kuishi maisha yenye furaha. Bwana, hapa ndo tunafika mwisho wa hadithi yetu, lakini kama umependa video hii na umejifunza jambo jipya ama umeenjoy, basi usisahau kushare, kulike na kusubscribe ili kuwa mwanafamilia kupata vigongo vikali vilivyonyooka na kupoa kama hivi kila siku.